Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, popote pale ambako unaendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Matumani yetu ni kwamba nyote ni wazima wa afya hapo mlipo, na mnaendelea kurubia redio zenu kwa ajili ya kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa wakati huu, habari zetu ambazo zinagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jama Kilele Kalajade anaendelea kushikilia dawati la mitambo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma, tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kwa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Bokoro Tantini Aldama. Karibu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tutaanzia huko Luvungi. Ni kwamba hali ya usalama imezorota kwa mara nyingine tena katika kijiji cha Luvungi na Kamanyola baada ya mapambano makali yanayoendelea kati ya FARDC dhidi ya FCM 23, na hivyo kupelekea raia wengi wa Luvungi na Kamanyola kuyahama makao yao. Na huko Kalemi ni kwamba watu takriban 6 wameripotiwa kuuawa nao magaidi usiku wa kucha tarehe 4 Disemba mwaka 2025 mjini Kalemi. Shirika la raia ambalo linasikitishwa na habari hizi linalaumu vikali kitendo hicho na kuomba serikali kuimarisha ulinzi wa raia. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Naam, asante Bukuru Tantini Aldama. Wacha sasa tufunue pazia ya habari zetu kwa siku ya leo, tukianza katika mji wa Baraka. Baada ya marumbano yaliyokuwepo katika uongozi wa kitengo cha Sokoda mjini Baraka, hatimaye bwana Martin Msambia Idefonse ameteuliwa kuongoza kitengo hicho katika mji wa Baraka kupitia oda ya uongozi wa jimbo na wa mji wa Baraka. Akiwa kwenye maiki ya redio yako, bwana Martin Msambia, kiongozi wa sasa wa kitengo cha Sokoda mjini Baraka, amesema kuwa hivi sasa ni muda wa kufanya kazi na sio tena muda wa marumbano kama alivyoeleza. Kuanzia tariki 22 za mwezi wa 11 mwaka tulionao wa 2025 nilikuwa notifie kama vile kiongozi msimamizi wa Sokoda katika agence ya Baraka ville. Ina maana a partir ya hiyo notification inakiatia fin ku desordres zenye ziko napitika mu service na kila kitu kiko en ordre. Ina maana kila kitu kinaenda vizuri kulingana na kwamba hiyo designation ndio ilikuwa ngojelewa na isiko designé a partir ya date, na tukafunguliwa bureau parce que après avoir constaté yo irrégularité mu service, mairie au serikali iliazimu kufunga kwanza bureau kwa muda fulani, na baada ya kumaliza hiyo matatizo na mimi kwa notifié na délégué provincial, kisha nikakuwa notifié na maire de la ville, na nikaingia mkazi a partir ya le 22 bureau ya ANR ville Baraka kakia fungula bureau na kaniremettre fungulo officiellement. Hivyo napenda kurassurer watu kama Sokoda iko désormais opérationnel, kiongozi akiingia, kiongozi mpya hana haja kuingia na malumbano katika kazi. Uhusiano wangu ni mzuri sana na watu ambao nimewakuta, hakuna tatizo yoyote, lakini tu kuna watu ambao labda walikuwa wakitumika kinyume cha taratibu. Wakati nilipokuwa nimeingia katika hizo kazi, walijaribu kuitwa na serikali kulingana kwamba walikuwa wanatumika kinyume cha taratibu, kinyume cha sheria. Hawakukubali kuja kwenye wito wa serikali kupitia ANR, na hadi sasa wanatafutwa hao watu. Lakini wale ambao walikuwa wakitumika kihalali kulingana na taratibu za kiserikali, niko nao, niliwakuta ku bureau na ndio wenye kufanya kazi ya serikali mkitengo cha Sokoda. Mwishowe kiongozi huyo ameomba kwa wafanyabiashara kulipa deni walizobaki nazo, huku akiwataka kutokupokea wale wote ambao hawana vitambulisho vyenye saini yake. Naweza nikaambia raia hivi, wasisheti wote wa Sokoda kwamba kidhibitisho halali cha kuonyesha kwamba hao wafanyakazi ni halali na wawapokee na watumike nao katika moyo mkunjufu, ni kwamba wao watakuwa wamebeba kibali ambacho mimi nimesinye.
ordre de mission yenye iko signé na Martin Musambia Idefense. Yeyote ambaye atajipresente ku etablissement mwenye hana ordre de mission yenye kwa signé na Martin Musambia Idefense, huyo sio mtumishi wa Sokoda. Na cha kuambia raia ni kwamba mtu kama na huyo akijipresente ku etablissement yake alerte, aite ku 082 77 026 56. Hiyo ni appel normal. Akitaka kuita ku WhatsApp aite ku 082 166 92 44. Akita kwa hiyo namba ya simu, basi tutaita vyombo vya serikali, polisi iko pale, parquet, ANR itajishughulisha na watu kama nao. Wasijeti wote ambao walikuwa wamesimama kutumika kazi na Sokoda kulingana kwamba kulikuwa hizo dhaifu, ikapelekea wao kumaliza mwaka wa 2025 bila kujakiti na redevance zao. Bakie maliza hizo redevance mbele ya siku njema exercice 2026. Juu bakitambusha 2025 bila kulipa madeni yao. Sasa tutarudia mu janvier. Takianza lipiza kwanza ma redevance za 2025 na hizo sasa zitakuwa na mapenalite parce que hairuhusiwi redevance za mwaka zingie mwaka nyingine. C'est pourquoi tunabambia milango iko wazi depuis hiyo le 22, milango ya Sokoda iko wazi, ba assujetti bote tunatumika kana wananchi bote, ba commerçants tunatumika kanabo. Bakuye baanze lipa madeni yao, bamalize madeni ya 2025 pour que 2026 tuanze na mambo mapi. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa mtaa Msafiri kata la Kalinga Seed mjini Baraka umelalamikia vitendo vya wizi vinavyoshamiri mtaani humo. Hivyo ni baada ya bibi mmoja mwenye umri wa miaka 84 kuibiwa vitu vyake mapema Ijumaa hii pindi alikuwa kwenye masali ya asubuhi. Malachi Luitela Antoine, kiongozi wa mtaa Msafiri kata la Kalinga Seed, ametoa malalamiko hayo na kuwataka vijana kufanya kazi halali na kuepukana na wizi wa kiolela. Luitela Malashi anaeleza yafuatayo. Kalinga Side zaidi sana mwavenue Msafiri mai juma zilipita hapo ilikuwa mambo ya wizi ipitika. Mnaona hivi kwa sasa kwenda na tulia, na uwezekana vyombo vya usalama tusaidia ku security. Leo tena kunaendelea hali ya wizi. Kuna mama mmoja ambaye alitoka na kutoka kila mara saa 11 kwenda kumasali. Baada ya kutoka kumasali ile asubuhi, akiakuta ndani ya nyumba yake walimuingilia watu wasiojulikana, wameiba vitu ndani. Mama huyo anaitwa kwa jina Ifrazia Kipoyo, mwenye ukadiriwa miaka 83. Baada ya kutoka kumasali alikuta wanambeba sakoshi 2 ilikuwa ndani ya nyumba yake. Alikuta mule ndani ya sakoshi zilienda mlikuwa 15,000 ya mafra Kongole. Mlikuwa pia na chupa ambao wanazoa koroga kawa ya wazee watu wazima, inahusikanaka 12,000 ya mafra Kongole. Ndio vitu iliondoka na manguo hivyo. Habari ambayo naweza toa hapo ni kusema kwanza watusaidie tena security ya zaidi, na wa vijana wanaweza sema wajihusishe na makazi. Kazi ziko mingi, sio angalie tu mwenye acha tafuta ndio waende chukua ile ambayo shatafuta, sio vizuri. Kwanza ile miaka ni ya mzee yeye ni miaka ya mzee kusaidiwa, sio mtu kijana mangaki na nguvu akuya chukua kenye mzee iko nacho, sio hali ya mzuri zaidi. Wajihusishe na makazi. Kuna watumika kazi za tofari, za kukata mkaa, montare, kujenga, kazi tu, ziko tu nyingi tu. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Karibu Sudi. Ndio, asante sana kabisa mwenzangu Mtumbe wa Mkulima na Fatuma. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo nimechenchi kwanza namba, na hivyo nimeingia na namba 10 mgongoni ya mchezaji wa zamani wa klabu ya FC Flambora hapa katika mji wa Baraka, ambaye kwa sasa amestaafu na kuachana na mambo ya soka la kulipwa, ambaye ni Ibra. Katika habari za michezo kwa siku ya leo, msikilizaji, tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako uchaguzi wa kuchagua kamati mpya itakayoongoza klabu ya FC Flambora hapa katika mji wa Baraka imepangwa kufanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 6 Desemba mwaka 2025 kwenye chumba cha mikutano cha vijana mida ya saa 8 mchana hapa katika mji wa Baraka. Mkuu kiongozi anayesimamia uchaguzi huo Bwana Andre Karenga ameomba kwa mashabiki wote wa klabu ya FC Flambora kuja kwa wingi ili kuja kuchagua viongozi wapya watakaoongoza klabu hiyo ya FC Flambora.
Nikuja hapa kukumbi wa Radio Kivu ni juu ya kuambia watu habari kufatana na gisi tulilanse processus electoral na gisi tulifunga. Nikapenda nifiki hapa kuhamasisha watu wale wa electeurs surtout malgré kampani ingani endelea mpaka kesho na 12h, kuambia watu kama vitu vinaendelea na shambra wenyewe kupitia mashabiki wote walisisitiza kama kwenye speedboat waliona watu kasa wanaflaza wanakuja kukuja kumalizia vyao juu ya wale wenye walipostilia a distance kukia kuparticiper kuma election na wengine kukia bo peke kukia voter juu tulikataza mwenye kwa distance kuvoter juu ile system atuipata ya mwenye kombali kuvoter kwenye venye tu kwa uchaguzi ni samedi le 6 na 14h kwenye salle polyvalente ya jeunesse. Naweza ambia watu wanaflaza kama tukue mu rouge blanc mwenye atakosa haina shida. Upande mwingine, mkuu kiongozi huyo amepiga marufuku kwa mtu yoyote ule kuingia kwenye chumba cha uchaguzi akiwa katika hali ya ulevi. Tuko franc, discipline yenyeko pale ni mwenye atakia na lewa ana access ya kuingia kwenye sale. Tutakuwa pale na ba pomba solution, hatatumikisha bazalendo wala basoda wala nani ba polisi, hapa tutatumikisha baraia, lakini wale wenye wanajiamini juu ya kuzoa ule wote mwenye atakia nagusa kidogo. Tutakuwa na detecteur pale ya alcool surtout ile, tutakuwa franc juu ya ile hata huko nani mwana plaza tukikusikia tu na harufu ya pombe utakuwa na access ya kuingia kwenye sale ya uchaguzi. Kisha kuachana na habari za hapa katika mji wa Baraka, kwengineko ni kwamba michuano ya ligi kuu hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot iliweza kutimua vumbi siku ya Alhamisi tarehe 4 Desemba 2025, ambako klabu ya AS Malole waliweza kutoka sare ya kutokufungana dhidi ya klabu ya FC Lubumbashi Sport, huko klabu ya FC Blessing waliweza kutandikwa mawili kwa moja dhidi ya klabu ya AS Simba. Klabu ya FC Tanganyika yuko Kalemi waliweza kuibuka na ushindi mawili kwa moja dhidi ya klabu ya CS Don Bosco. Klabu ya FC Lupopo waliweza kuwatandika vibaya sana vijana wa hiyo Spana kwa 3-0, huko klabu ya AS Rangers wakaweza kutandikwa kwa 5-1 dhidi ya klabu ya FC Celeste, huko klabu ya Daring Black Label Mutima Pembe yako Kinshasa wakaweza kuwatandika klabu ya Angel Vera kwa 2-0, na klabu ya Les Aigles du Congo wakaweza kuibuka na ushindi wa 3-1 dhidi ya klabu ya Océan Renaissance. Naweka nukta kuna ukurasa wa habari za michezo mwenzangu mchumbi wa mkulima na Fatuma, huko nambari 10 mgongoni ya mchezaji Ibra iliyopea barabara mgongoni mwangu. Naam, asante sana mwenzangu Sudi wa Sudi Valente. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari unaokujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa Kiswahili ya Radio Kivu. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tuangazie uchambuzi wetu wa habari na huko Kilembwe, ambako shirika la raia sekta ya Lulenge limelalama juu ya kuonekana kwa vizuizi vingine kinyume cha makubaliano yaliyosainiwa kwenye kikao kilichoendeshwa naye mkuu wa sekta ya Lulenge. Abedi Sumbi Abdul ni mkuu kiongozi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge, anaeleza yafuatayo. Wakuu viongozi wa sekta pamoja na masosiete civile na maidara zingine walipangilia kama position gisa zitakuwa za wazalendo na tunayofasiriaka tena mbele, lakini cha ajabu kufika mu kijiji cha Lubondoi jana ungine ambaye anajita kawaya alikuwa naikaa porini huko Kulwama ni Mubuyu, naye anakuja tia tena position ingine pale, na ile ni kitu ambacho kinashangaza raia sana. Vitu vinapangiliwa, yeye tena anakuja anza tena vingine baada ya kuiba watu barabarani, baada ya kutesa watu kule Kulwama, anachoka anaanza rudilia naye tena kuatia zingine kamba barabarani, na vitu vilipangiliwa. Hiyo tunaomba kwa wakuu wao wa autodefense, sababu yana jita ni Lwama de wa autodefense surtout numero 1 wao Brown afanye jitihada zote za kuondoa wale kijana pale, kwa sababu asijezusha tena ingine matatizo na maafa yenye haikutarajiwa. Atoke pale arudi eneo ambao anakaaga, na kama hata toka aende jiropotia kwenye kuwa numero wao Brown kule, ampangilie atoke pale. Hiyo ndio ombi letu kwenye kuwa numero 1 wao Brown.
Hata hivyo, Abedi Sumbi Abdul ameongeza kuwa mpaka sasa swala la kutoza wasafiri kwenye eneo mbalimbali yaendelea kuonekana kuwa tete kwenye maeneo mbalimbali ya sekta ya Lulenge. Abedi Sumbi Abdul amerejea mara tena. Baada ya yale mazungumzo, amani usalama kidogo unaonekana, na unajua wanajeshi na wazalendo kusikia ni vigumu. Tatizo liko pale tu kwa kulipisha watu hela. Hapa hawapendi kukerebisha kabisa. Unaona mtu anatembea anaomba franka 1500 za Makongo. Ni hela nyingi sana. Mtu atoke Kilembo aende Waraka, aende Uvira, aende Misisi, aende Salamaville. Hela nyingi sana hizo. Pili, hiki kikundi ambacho tunasema tena ambacho kinajitokeza cha vijana wa Wabuyu kinikuongozwa na Kawaya, kilikuwa nakaa porini kule Luama, na leo tena kinafika ndani ya kijiji cha Lubondoi kutia kamba na kuanza ibia watu hela pale. Hiyo ndio hali ambayo tunaona inaweza ikaleta matatizo tena. Inaweza ikaleta matatizo kabisa. Kwa sababu wao walifanya kutia hiyo kamba hapo, wa vijana nao wa FABB wanyukongozwa na komanda mbele nao wakatia tena wakarudisha tena kamba wapi Mapanda. Hakuna hata 500 metre. Ni karibu tu. Hiyo sasa hali sio hali nzuri, na njoo hali ambayo inaonyesha inaweza kazusha tena ingine vurugo kama wakuu viongozi sawa vile mzee Brown, komanda secteur Belge, na komanda wake Ansego Landry kama wakuingilia kati, inaweza kazushe vurugo tena ingine, kwa sababu watu waombo hela kwenye hata 500 metre. Hiyo ni matatizo sana. Aienea hata 100 metre. Hiyo ni matatizo sana ambao tunaiona hapo mbele kazi inaleta tatizo ingine. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu huko Luvungi ni kwamba hali ya usalama imezorota kwa mara nyingine tena katika kijiji cha Luvungi na Kamanyola baada ya mapambano makali yanayoendelea kati ya FARDC dhidi ya waasi wa M23, na hivyo kupelekea raia wengi wa Luvungi na Kamanyola kuyahama makao yao. Taarifa tunazo ni kwamba raia wengi wa Luvungi wamehama makao yao baada ya bomu zilizoanguka kwa wingi na kupelekea maafa ya watu mchana wa siku ya Ijumaa hii bondeni mwa mto Ruzizi zilizorushwa nao waasi wa M23. Hata hivyo, senta ya Sange tarafani Uvira imepokea wahamiaji wengi kama alivyohakikisha hapa Kidumu Filemo, mwenyekiti wa shirika la raia Pasange. Sawa, kwa sababu Luvungi watu walianza kupomoka tangu hapo jana, wakati maburumeti zilianza kutema ndani ya Luvungi. Watu wakawa wamekufa jana. Tumepata majeruhi ya watu 6, watu wamoja kuumia na wengine kufariki papo hapo. Ikaleta tishio sana kwa wakaaji wa Luvungi, ndipo pale watu wakaanza kukimbia. Sasa wale ambao walikuwa wamebaki leo, yale ambayo yameanguka ndani ya mji wa Luvungi zienda pia kusababisha wengine vifo ambavyo watu hawafikia hata kukusanya. Njoo watu walitoka wote hadi Bugira wakaondoka wakishuka na barabara Lubeo hivi Mutarume hadi Sange na kuendelea. Sasa watu wanakuwa wengi, hawana msaada wowote ule, na wanakuwa wanahangaika sana hata kukosa nafasi ya kutua hata vile ambavyo wametoka navyo nyumbani kwao. Na kuna wale ambao wamekimbia bila hata kuingia ndani ya nyumba, kwa sababu waliona tu bomu limeanguka kwa jirani na jirani wakafa wote kwa jumla. Ile ilifanya tishio ya kusema kwamba wakimbie bila hata kitu mikononi. Katika eneo la Sange situation iko namna gani? Je, activite zinafanyika kama kawaida kwa sasa au namna gani? Kama jinsi unajua, hali ikishakuwa ya hofu haiwezi ikaruhusu watu kufanya makazi kama jinsi inastahili. Watu ni kama vile mshangao, watu wanajishika kwenye machafu, watu wakijiuliza, ni kusononeka tu na kujiuliza, hii hali haitatupata na sisi? Ni kama vile hivyo, na watu wanakuwa wana hofu sana, watu wanajaa na hofu nyingi sana ndani mwao, mambo kama na haya. Na alipoulizwa kwa nini raia wameanza kukimbia kwa wingi na wakati bado serikali inafanya kazi yake, Kidumu Filemo amejibu mara tena. Mtu ni yule ambaye anafikiria sana kwa wakati ambako anaona hali inakuwa ingine,
utaweza kasimame? Hapana, hawezi. Tuseme kwa mfano, unaona, na si hata mfano, wewe ambako unaishi, unaona bomu linaanguka kwa nyumba ya jirani na linawaua, hawezi kasimama. Hapo ni kukimbia bila hata kuingia ndani ya nyumba yako. Ndio hali ambayo imefikia watu wa Luvungi. Yaani zile madrone zilianza sasa kuzagaa juu na kuangusha mabomu ambazo zilienda kuharibu maisha ya watu. Hii ni mambo ambayo inaona nchi, kwa ngazi za nchi tumesema kwamba ni lazima wakuu viongozi watizame mbali na watufikirie sisi raia huruma. Sababu sisi tunakuwa tunaanguka ndani ya mambo ambayo mengi hatuyajui na mengine tunaweza kuwa tunayajua yanaona nchi, lakini hapa hii ambayo inakuwa kwa sasa ni mambo ambayo ni ya uvamizi wa nchi, sababu mabomu mamoja yanasemekana kuwa yanatoka hata kwa nchi za kigeni. Sasa ile hali kama na ile ni tishio kwetu kwa nchi yetu. Tuwafahamishe kuwa upande mwingine Pakamanyola, raia wengi pia wamehama makao yao juu ya bomu zinazoanguka kutoka serikalini. Msikilizaji, tuangazie habari zetu na habari za huko Kalemi ambako watu takriban 6 wameripotiwa kuuawa nao magaidi usiku wa kucha tarehe 4 Desemba 2025 mjini Kalemi. Shirika la raia ambalo limethibitisha habari hizi linalaani vikali kitendo hicho na kuomba serikali kuimarisha ulinzi wa raia. Olombo DJ Doctor ni mwanaripota wetu wa huko Kalemi na ripoti kamili. Matokeo kama na hii ya huzuni na kuna ripotiwa usiku wa Jumatano kwa mkia Alhamisi tariki 4 Disemba 2025 huko ambako matendo sio kwa wananchi bora ilikuwa inaendelea kabisa kuorozeshwa maeneo mbalimbali ya jiji la Kalemi, ni kama vile mtaani Kalumbi tarafani ya Julake, pale ambako kulikuwa kuna majaribio ya wizi iliyokuwa inashindikana kuisha tu kuingilia kati kwa haraka kwa waziri mpya jimboni akihusika na mambo ya ndani Eyale Onowale Dona, huko akisindikizwa na vikosi vya kulinda usalama. Wakati ule kwa upande mwingine huko Karta Joseph ndani ya tarafa ya Lukuga, mali sio mbali kabisa na shule Uodari, pale jambazi mmoja akishikilia silaha alikuwa anafanyikiwa kuingia ndani ya nyumba moja. Kwa bahati mbaya alikuwa anasababisha maafa makubwa ikiwemo vifo vya watu 3 kwenye familia hiyo, walikuwa kabisa na uoga kupigwa risasi kinyama. Wakati ule mtu mwingine mmoja alikuwa anafariki kisha tu kupelekwa kwenye hospitali kutokana na majeraha tajara aliyokuwa anaipata, vinaeleza vyanzo vyetu. Shirika jipya la raia la Kongo upande wa jimbo la Tanganyika linakuwa na shutumu na kulaumu matendo kama na hayo, huku ukialika uchunguzi wa kisheria ufanyike ili kwamba kesi hiyo iwe napewa mwangaza. Isa Shirake anakuwa naomba vile vile kwa serikali kuimarisha mbinu ya kudhibiti ulinzi hapa mjini Kalemi. Isa Shirake, makamu presidenti wa kitengo kama na hiki cha kishirika la raia upande wa jimbo la Tanganyika, anaeleza. Ndugu mtangazaji, ni wazi kwamba tumepokea kwa hali ya huzuni zaidi matukio ya vifo vya watu 6 wakiwemo maskari jeshi 2 waliofariki kupitia vitendo vya wizi vya watu mpaka sasa ambao hawajulikani. Kwanza tunaleta pole kwa familia zote ambazo zimewapoteza wapendwa wao. Sisi minyama wa kuuliwa kiolela. Sisi sio watu ambao tutakuwa tunapoteza mali zetu. Angalau serikali yetu ina wajibu wa kutulinda sisi raia na mali yetu. Na pia tunapongeza usiku huo wa jana ambao kuna baadhi ya wezi ambao wamechukuliwa, na tunaomba kwa kweli sheria ichukue mkondo wake ili bainike zaidi haya magenge yanatokana na nini, maana tunaona ya kwamba inakuwa ni hali ambayo inakuwa inasikitisha sana ndani ya mji. Kesi ya matendo ya ugaidi inakuwa inachukua mkondo ambao unakuwa natia wasiwasi miongoni mwa raia. Kuongezwa kwa mbinu kwa ajili ya kupiganisha ugaidi kama na hayo inakuwa muhimu. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kitaifa na Frankofonia nchini DRC Bi Tereze Kaikwamba amesema kuwa makubaliano yaliyosainiwa kati ya DRC na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani ni ngazi ya juu
na itawezesha utekelezaji ufanyike kwa haraka. Safari Dilo Alimasi amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Naam. Mwezeshaji wa kimataifa katika mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, Donald Trump, rais wa Marekani, alihakikisha Alhamisi ya tarehe 4 Disemba wa mambo yanakwenda katika mwelekeo mzuri kufuatia kuliwa saini kwa makubaliano ya Washington kwa ajili ya amani na ustawi na Felix Antoine Tshisekedi kwa niaba ya DRC na Paul Kagame kwa upande wa Rwanda. Alipoulizwa kuhusu hakikisho la rais wa Marekani juu ya mabadiliko yanayowezekana kwenye hali ya usalama mashinani, waziri wa nchi ya DRC husika na mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophonie, Therese Kaikwamba, bila kujifanya msemaji wa Donald Trump, alisema kuwa ahadi iliyowekwa katika ngazi ya juu sasa inatoa mfumo wazi wa uwajibikaji unaowezesha kuharakisha utekelezaji na kufanya jukumu lake la kuwezesha kuwa na nguvu zaidi. Namnukuu, "Sihusiki na timu ya Rais Donald Trump wala si miongoni mwa wale wanaomwelekeza kuhusu hatua anazoweza kuchukua, lakini kwa mara nyingine tena naamini kuwa hatua tuliyopiga ni muhimu sana kwa sababu ya kutiwa saini kwa makubaliano haya kati ya ngazi ya marais wa nchi ambayo yanaainisha kwa uwazi kabisa uhusiano wa moja kwa moja kati ya kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda na kutokomeza FDLR. Nadhani hili linatupa mfumo ulio wazi unaoeleza na kufafanua wazi majukumu ya kila upande. Sasa ni juu ya Rais Donald Trump na timu yake kujua ni hatua zipi zilizopo au wanazoweza kutumia ili kuharakisha mambo au kufanya jukumu lao kama wawezeshaji kuwa na athari zaidi, alisema Therese Kaikwamba wakati wa mkutano na waandishi wa habari aliongoza pamoja na waziri mwenzake na gavana wa Benki Kuu ya Kongo kwa Washington DC. Kwa upande wa mkuu wa diplomasia ya Kongo, kuwa rais wa nchi kunahusisha mambo mengi ambayo huchukuliwa ili kuhakikisha kuwa mambo fulani yatafanikiwa. Sitaki nijikite katika kubashiri kuhusu hilo, lakini nafikiri kwamba kiongozi wa nchi anapozungumza kwa namna hiyo, kwa hakika huwa anayo taarifa au vipengele vinavyompa uhakika kuhusu uwezekano wa mambo fulani kutekelezeka, aliongeza Therese Kaikwamba, mkuu wa diplomasia ya Kongo. Rais Donald Trump aliongoza hafla ya utiaji saini kwa makubaliano ya Washington kwa ajili ya amani na ustawi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, makubaliano hayo yanataja kuwa ya kihistoria na yanasisitiza tena ahadi zilizotolewa za kumaliza miongo kadhaa migogoro, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuweka msingi wa amani ya kudumu. Makubaliano ya Washington yanadhibitisha tena kujitolea kwa pande zote mbili kutekeleza makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda yaliyotiwa saini Washington DC mnamo tarehe 27 Juni 2025, pamoja na kutekeleza dira ya mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda ili kuunda ramani ya njia ya pamoja ya kuelekea kwenye amani, usalama na ukuaji wa kiuchumi wa kiwango cha juu. DRC na Rwanda pia wanasaini mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, mpango wa ubunifu wa pande mbili uliolenga kufungua uwezo mkubwa wa kiuchumi wa eneo la maziwa makuu na kuunda fursa mpya kwa sekta binafsi ya Marekani. Rais Felix Tshisekedi alisaini kwa niaba ya DRC, huku Rais Paul Kagame akisaini kwa niaba ya serikali ya Rwanda. Hafla ya utiaji saini ilifanyika mbele ya rais wa Togo na mwenyekiti wa baraza la mawaziri Faure Nyasibe, rais wa Angola Joao Lourenço, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, rais wa Kenya William Ruto, rais wa Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, makamu wa rais wa Uganda Jessica Alupo, waziri wa nchi ya Qatar Mohamed Al Kulaif na waziri wa nchi wa Falme za Kiarabu Sheikh Abdul bin Ayyan Al Nahyan. Tutamatishe habari zetu siku ya leo na habari kutoka huko Burundi. Ni kwamba mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 12 amejereuliwa kwa bomu lililoanguka karibu na mto Nyakagunda tarafani Cibitoke mkoani Bujumbura. Taarifa zinasema kuwa bomu hilo limeanguka kutoka nchini humu DRC kutokana na mapigano yanayoendelea kwa sasa. Bukuru Elias Daniel na ripoti kamili kutoka Burundi. Mvulana mwenye umri wa miaka 12 amejeruhiwa na bomu lililoanguka karibu na mto Nyakagunda katika tarafa ya Cibitoke mjini Bujumbura magharibi mwa Burundi. Bomu hilo lilianguka mwendo wa saa 4 asubuhi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takriban mita 200 kutoka karibu na makaburi ya Wajerumani katika kitongoji cha Nyakagunda.
Wakazi wa maeneo hayo wanadai kwamba kinachoendelea kinawatia hofu, hasa kwa wanaoishi karibu na mpaka wa Burundi na DRC, kwani risasi zimekuwa zikianguka katika ardhi ya Burundi. Biashara mbalimbali kama vile maduka, benki, soko na shule zilifungwa kwa mujibu wa taarifa kutoka tarafani Cibitoke iliyopo mpakani mwa Burundi na DRC. Hayo yanajiri huku viongozi wa Kongo na Rwanda wakitia saini makubaliano ya amani siku ya Alhamisi mjini Washington, Marekani. Rais wa Burundi akiwa miongoni mwa waliohudhuria utiaji saini wa mkataba huo. Katika hotuba yake, Rais Evariste Ndayishimiye alisema kutia saini ni jambo moja na utekelezaji wa mkataba huo ni jambo jingine. Mapigano nchini DRC yamesababisha maelfu ya watu kuuawa, huku wengine wakiyatoroka makazi yao kwa hofu ya kuyapoteza maisha yao. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na kupitia ripoti hiyo ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel, ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu wa siku ya leo. Bila kumweka kando Jean Makilele Kalajaden aliyeniwezesha sauti yangu kusikika popote pale unapopatikana kwa sasa. Msomaji wako wa siku ya leo mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Sina la ziada, nasema kwaheri.